makampuni za Kenya hapa Tanzania zimeegeza bilioni 1.7 ya Kimarekani humu Tanzania. At the same time, Tanzanian investments in Kenya, now valued at $336 million, makampuni za kutoka humu Tanzania wanaegeza kwetu Kenya. Kampuni ya Taifa Gas kwa mfano imeegeza kule Kenya. Kampuni ya Amsons wameegeza kule Kenya. Makampuni ya Lake Gas imeegeza kule Kenya. And these are companies that have invested in just the last 3 years. Miaka mitatu peke yake iliyopita. With recent strategic investments from Tanzanian investors in Kenya, I expect this value of investments to more than double by the end of this year. Na unajua, wakati Rostam Aziz alinitembelea na akaniuliza kwamba angependa kujenga Taifa Gas, one of the largest tank farms in Africa, in Mombasa, and he had problems, watu walikuwa wanamzungusha. Nikawaambia Wakenya wenzetu ya kwamba mwegezaji kutoka Tanzania ni mwenzetu. Anatuletea pesa, anatuletea uwegezaji. Tunachukua muda mrefu sana kutafuta wawegezaji. Lakini kasumba ambayo imekuwa pale nyuma ni kwamba mwegezaji lazima awe mzungu, lazima awe mweupe, lazima awe foreigner. Lakini mambo sivyo tena. Tuko na kampuni 500 za Kenya zinazoegeza humu Tanzania. Nimefungua milango kwa makampuni ya Tanzania wakuje waegeze Kenya. Joint ventures and SME partnerships, particularly in agro-processing, continue to flourish, underpinned by predictable policies, ongoing regulatory harmonization, and strong investor confidence. These capital flows reflect the growing role of the private sector as the true engine of regional integration. Wakati kampuni ya Tanzania walikuja na wakanunua kampuni ya Bamburi Cement, kuna watu walilalamika kwangu, wakaniambia, mbona unaruhusu kampuni ya Tanzania kununua hii kampuni ya simiti hapa Kenya? Wale waliniuliza, niliwajibu nikawauliza pia, kampuni hii ilikuwa inamilikiwa na watu wa Ufaransa. Mbona hamkulalamika siku ile ilikuwa inamilikiwa na Wafaransa, leo inamilikiwa na Mtanzania, mnalalama? These cross-border investments are not merely flows of capital. They are powerful catalysts for expanding trade, the deepening interdependence of our manufacturing and agro-processing sectors in driving sustained demand for raw materials while spurring investment in value addition and integrated supply chains for export. With the right policy support, this momentum can significantly expand bilateral trade beyond current levels and position our two economies to capture a larger share of opportunities within the East African Community and the Africa Continental Free Trade Area.
Across the East African community, intra-regional trade stands at between 15 and 20%, meaning the vast majority of our trade still takes place outside our region. Yet, this is not a limitation. It is an opportunity. By expanding and trading more with each other, we create jobs, expand markets, strengthen industries, and build resilience across global shocks. At the heart of this opportunity are our young people. Across Kenya, Tanzania, and a wider region, millions of young men and women are entering the workforce each year with talent, ambition, and determination. What they seek is not charity, but opportunity. By deepening our integration, expanding trade, and investing in shared infrastructure, we are not only growing our economies, we are creating pathways to jobs, enterprise, and dignity for this generation of young people.